Dabi kweli kweli, haswa zimebaki dakika chache mechi kuanza. Yanga dhidi ya Simba, mechi ya kuashiria uzinduzi wa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara 2026-2027 kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar ifikapo saa 2:30. Muda mfupi tu kuanzia sasa game hiyo itachezwa. Lakini kuelekea mchezo huu kuonyesha namna gani ambavyo imekuwa na uzito, na dabi siku zote imekuwa na umakini mkubwa kwa mabenchi ya ufundi, ni kwamba makocha Steve Baka wa Wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Mangoba Mngiti katika vikosi vyao walivyoanza navyo hawakutaka kujiriski kwa kupanga wachezaji wengi wapya. Badala yake wengi wanaonekana kwenye kikosi ni wale ambao walikuwamo katika vikosi hivyo kwa msimu uliomalizika 2025 2026. Ukiangalia wachezaji 22 walioanza kwenye vikosi ambavyo tayari vimeshaikwa wazi ni wachezaji 5 tu wapya. Kwa Yanga wako 3, kwa Simba wako 2 tu. Na makocha wote wameingia na mfumo wa baada ya golikipa. Wanakuwa na mabeki 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Wale washambuliaji vinara, wale mmoja wote ni wapya. Simba yupo Ibrahim Dumbia, top scorer katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika akiwa na mabao 17, assist 4, akisaidia Korofina kufunga mabao 21 kati ya mabao yote 28 waliofunga, sawa na mchango wa 75%. Urefu wake futi 6+, ndiye anayeongoza mashambulizi ya Simba. Lakini kwa Yanga anayeongoza mashambulizi ni Peter Shalulile Shashaman, mchezaji mwenye rekodi nzito barani Afrika katika upachikaji mabao. Ni mchezaji anayeongoza kwa kufunga mabao mengi katika historia ya timu ya taifa ya Namibia. Ni mchezaji anayeongoza kufunga mabao mengi katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL tangu ianzishwe kwa utaratibu wa sasa wa PSL. Pale Namibia amefunga mabao 20+ katika timu ya taifa. Lakini PSL kwa ujumla wake amefunga mabao 130 akifuatiwa na Siabonga Nomvete legendary aliyefunga mabao 29. Lakini Shalulile ndiye anayeongoza kupachika mabao mengi katika michuano ya kombe la FA la Afrika Kusini almaarufu kama Nedbank akifunga mabao 14. Huyu amewekwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-2023. Ndiye anayeongoza mashambulizi ya Yanga katika mfumo wa baada ya golikipa. Walinzi 4, viungo wale ukabaji 3 washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Iko vipi? Kikosi cha Yanga golikipa Djigui Diarra kama unavyo, mabeki wa pembeni kuna Kwasi Atula yao, kushoto yupo Shadrack Sakaboka, wakati mabeki wa kati nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto yupo na Ibra Baka. Halafu katika viungo wale ukabaji Mudathir Abbas yupo na Zuke Oga Abuya, viungo 3 washambuliaji. Katikati yupo Maxim Pia Zengeli kwenye makaratasi, upande mmoja Albert Kangwanda, upande mwingine Hussein Zakuani. Zakuani na Kangwanda ni wachezaji wengine wapya wa Yanga waliotambulishwa hivi karibuni. Huyu Zakuani ni mchezaji wa kimataifa wa visiwa vya Komoro, ni mzaliwa wa Ufaransa ambaye msimu uliomalizika alikuwa akicheza championship ya ligi ya championship kule Saudi Arabia. Lakini Albert Kangwanda ndiye MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Zambia msimu uliomalizika akitokea katika klabu ya Red Arrows. Ndiye anayeunda safu ya wachezaji 3 wa kiungo cha ushambuliaji. Halafu mshambuliaji kinara ndiye Shashaman kama nilivyotoka kueleza. Kwa Wekundu wa Msimbazi Simba golikipa ni Mahamadu Tanja Jibo Kasali, halafu beki wa kulia ni David Kameta Duchu, kushoto yupo Nixon Kebabagi, wakati mabeki wa kati ni Rushain Diriek pamoja na Ismail Olivier Toure. Halafu viungo wawili wa ukabaji yupo Yusuf Kagoma na mchezaji mpya Ibrahim Jabbar ambaye Wekundu wa Msimbazi Simba wamemsajili kutoka Stellenbosch. Lakini katika viungo 3 washambuliaji wapo nani. Anapatikana Libasege katika upande wa kulia, kushoto Anise Ura, katikati Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama, wakati mshambuliaji kinara kama nilivyotoka kueleza ni Ibrahim Dumbia. Kwa hiyo Simba 2 wapya, Dumbia pamoja na Ibrahim Jabbar, wakati Yanga ni 3, Shashaman, Peter Shalulile kama mshambuliaji kinara, lakini wengine wapya ni Zakuani pamoja na Albert Kangwanda. Wote ni katika eneo la ushambuliaji, 2 viungo wa ushambuliaji kutokea pembeni, 1 mshambuliaji kinara. Bonge la mechi. Sehemu mojawapo ya kuvutia sana nasubiriwa kwa hamu ni kwenye vita kati ya Rushain Deriek na Peter Shalulile eneo la kati. Hawa wameshawahi kuwa pamoja katika klabu ya Mamelodi Sundowns na kufanya mambo makubwa. Lakini eneo lingine ni lile ambalo Hussein Zakuani, mchezaji ambaye akipata mpira uani kama PlayStation, ana kasi, anachenga, yeye anakwenda kukumbana na David Kameta Duchu. Itakuwa vipi? Maana mabeki wa pembeni wa Simba kutegemewa mno na kocha Steve Baka katika kupandisha mashambulizi. Sasa Duchu atamudu kupandisha mashambulizi mbele ya Hussein Zakuani ambaye ana vurugu nyingi, lakini Hussein Zakuani atafanya
vurugu zake katika kuwezesha Yanga kushambulia kutokea upande wa pembeni kushoto anapokutana na Duchu, wakati akijua akifanya hivyo bila kutoa msaada kwa beki wake Shadrack Sakaboka, anamfanya Duchu apate nafasi ya kupanda na kwenda kuwa wachezaji wawili juu, yeye na Libase Geye dhidi ya Shadrack Sakaboka. Lakini Ibrahim Dumbia mzuri kwa mipira ya vichwa anakwenda kukumbana na Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibra Baka. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri na kuona, lakini kimsingi ni vikosi imara sana, vikosi vyenye umakini mkubwa na tahadhari kubwa, kwa sababu makocha wote wawili hawajatoa nafasi ya kuanza kikosi cha kwanza wachezaji wengi wapya, badala yake wamestick, wameendelea kubaki na wachezaji waliozoea kucheza dabi ya Kariakoo, kwa maana ya Yanga na Simba, jumla wachezaji 5 wapya kama tulivyotoka kueleza. Itakuwa vipi? Tusubiri dakika 90. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye. Dabi kweli kweli, haswa zimebaki dakika chache mechi kuanza. Yanga dhidi ya Simba, mechi ya kuashiria uzinduzi wa msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara 2026-2027 kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar ifikapo saa 2:30. Muda mfupi tu kuanzia sasa game hiyo itachezwa. Lakini kuelekea mchezo huu kuonyesha namna gani ambavyo imekuwa na uzito, na dabi siku zote imekuwa na umakini mkubwa kwa mabenchi ya ufundi, ni kwamba makocha Steve Baka wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Mangoba Mngiti katika vikosi vyao walivyoanza navyo hawakutaka kujiriski kwa kupanga wachezaji wengi wapya. Badala yake wengi wanaonekana kwenye kikosi ni wale ambao walikuwamo katika vikosi hivyo kwa msimu uliomalizika 2025-2026. Ukiangalia wachezaji 22 walioanza kwenye vikosi ambavyo tayari vimeshawekwa wazi ni wachezaji 5 tu wapya. Kwa Yanga wako 3, kwa Simba wako 2 tu. Na makocha wote wameingia na mfumo baada ya golikipa. Wanakuwa na mabeki 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Wale washambuliaji vinara, wale mmoja wote ni wapya. Simba yupo Ibrahim Dumbia, top scorer katika ligi kuu ya Mali msimu uliomalizika akiwa na mabao 17, assist 4, akisaidia Korofina kufunga mabao 21 kati ya mabao yote 28 waliofunga, sawa na mchango wa 75%. Urefu wake 46+, ndiye anayeongoza mashambulizi ya Simba. Lakini kwa Yanga anayeongoza mashambulizi ni Peter Shalulile Shashaman, mchezaji mwenye rekodi nzito barani Afrika katika upachikaji mabao. Ni mchezaji anayeongoza kwa kufunga mabao mengi katika historia ya timu ya taifa ya Namibia. Ni mchezaji anayeongoza kufunga mabao mengi katika ligi kuu ya Afrika Kusini PSL tangu ianzishwe kwa utaratibu wa sasa wa PSL. Pale Namibia amefunga mabao 20+ katika timu ya taifa. Lakini PSL kwa ujumla wake amefunga mabao 130 akifuatiwa na Siabonga Nomvete legendary aliyefunga mabao 29. Lakini Shalulile ndiye anayeongoza kupachika mabao mengi katika michuano ya kombe la FA la Afrika Kusini almaarufu kama Nedbank akifunga mabao 14. Huyu amewekwa top scorer katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa 2022-2023. Ndiye anayeongoza mashambulizi ya Yanga katika mfumo wa baada golikipa. Walinzi 4, viungo wale ukabaji 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Iko vipi? Kikosi cha Yanga golikipa Djigui Diarra kama unavyo, mabeki wa pembeni kuna Kwasi Atula yao, kushoto yupo Shadrack Sakaboka, wakati mabeki wa kati nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto yupo na Ibra Baka. Halafu katika viungo wale ukabaji Mudathir Abbas yupo na Zuke Oga Abuya, viungo 3 ushambuliaji. Katikati yupo Maxim Pia Zengeli